Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein. Na moja kati ya makala tuliokuwa nayo ni juu ya mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400 ambao sasa soko lake limekuwa kubwa na kwamba mataifa mengi yamekuwa yakiutaka mfumo huu wa ulinzi wa anga. Shirika la habari Russia Today linasema huu ni ushindi wa Moscow. Mifumo ya ulinzi wa anga wa S-400 wa Urusi, vifaa vimejidhihirisha zaidi ya uwezo wa mara kwa mara wakati wa kukataa mashambulizi ya anga ya Ukraine. Wiki hii rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye yupo nchini India kwa kuzingatia upendeleo maalum wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Moscow na New Delhi, kuna taarifa kwamba nchi zitakubaliana juu ya uwasilishaji mpya wa silaha zitakazothibitishwa na zinazotarajiwa. Kwa mfano, waziri wa ulinzi wa India Rajnath Sai alionyesha kwamba wakati wa mkutano kati ya Putin na Modi lazima iwepo ajenda ya kupatikana kwa mifumo ya ulinzi wa anga wa S-400 na lazima ujadiliwe, na mfumo huu wa anga tayari umeshajadiliwa na India imekubali kutoa mabilioni ya dola kwa ajili ya kulipia mfumo huu wa ulinzi wa anga wa S-400. India itatumia mabilioni ya dola kwa ajili ya kuipatia Urusi ili tu ihakikishiwe kupata ulinzi wa anga wa S-400. Takribani ndege 200 za angani zisizokuwa na rubani zilidunguliwa wakati wa mashambulizi ya hivi majuzi ya anga ya Ukraine katika maeneo ya Urusi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Kulingana na taarifa zilizopo, vikosi vya ulinzi wa anga vilivyojumuishwa vilitumika katika kuzima mashambulizi pamoja na mifumo ya makombora kutoka ardhini hadi angani ya Pantsir na Tov. Vitengo hivi ni pamoja na mfumo wa makombora wa masafa marefu na wakati wa S-400 kutoka ardhini hadi angani. Kama jeshi linavyokiri kwa njia isiyo rasmi, mifumo hii hupangwa kwa ajili ya shabaha zingine za adui, kimsingi makombora ya ballistic na kusafiri yaliyotengenezwa na nchi za magharibi, mfano ATACMS pamoja na Storm Shadow. Makombora haya yalishindwa kufanya lolote mbele ya mfumo huu wa anga wa Urusi. Mnamo Novemba 18, vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vilishambulia maeneo kama vile Voronezh na makombora manne ya ATACMS, na Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti mifumo ya S-400 na mifumo ya makombora ya Pantsir na bunduki ilishiriki katika hili. Hata hivyo, mataifa mengi sasa yanataka mfumo huu wa ulinzi wa anga. Uturuki ni moja kati ya mataifa yanayohitaji ulinzi huu wa anga. Kadhalika, mataifa kama vile Iran yameuhitaji ulinzi huu wa anga na hata Venezuela. Makombora ya ATACMS yanachukuliwa kuwa moja kati ya makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa kulenga shabaha, lakini si katika ulinzi wa anga wa S-400, mfumo ambao una uwezo wa kushirikisha shabaha katika masafa ya hadi kilomita 60 na mwinuko hadi kilomita 25. Kasi ya kombora iliyozuiliwa inaweza kuwa hypersonic hadi kilomita 4.8 kwa sekunde, ambayo ni mara 14 ya kasi ya sauti. Mashambulizi yamezuiwa katika jiji la Urusi ni sehemu moja tu ya utendaji mzuri wa mapigano wa mfumo huu wa anga wa S-400. Kuna wakati mwingine inaweza kupambana na roketi zinazoongozwa na mfumo wa roketi nyingi za uzinduzi, mfano wa ule wa HIMARS. Pia ni mfumo ambao umetengenezwa huko nchini Marekani. Ni kilele cha ustadi wa mfumo wa SAM wa Urusi unaochukuliwa unaharibu angani makombora ya kuongozwa na mfumo ambao unakuhakikishia ushindi wakati wote, hasa katika kipindi cha vita. S-400 ni mojawapo ya mifumo ya kisasa na inajulikana zaidi ya makombora ya kutoka ardhini hadi angani duniani kote. Wachambuzi wa mambo hasa wa kivita wanausifu mfumo huu wa anga kwamba ni mfumo imara sana ambao unaweza kuzuia makombora mazito, hasa yale ya masafa marefu, na ni mfumo ambao kwa namna moja ama nyingine umesaidia sana Urusi. Vinginevyo, kupitia makombora iliyotoka Ufaransa na yale ya Marekani, Urusi ingeshambuliwa kama isingekuwa mifumo hii ya anga ya S-400. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi mara kwa mara huvutia kutoka kwa wateja wa kigeni. Wanunuzi wa kwanza wa kigeni wa S-400 ilikuwa ni Uchina. Moscow na Beijing zilifikia makubaliano ya kusambaza mifumo hii ya ulinzi wa anga mnamo mwaka 2017, na mkataba huu pia ulitiwa saini kwa Uturuki. Mnamo Oktoba 2018, wakati wa ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin nchini India, mpango huu ukawa moja kati ya mambo ambayo yatakuwa katika ushirikiano kati ya Urusi na India, ambapo India ilihitaji mfumo huu wa anga kwa mkataba wa thamani ya dola bilioni 5.43
ili usambazwe katika eneo lote la India kwa ajili ya kulinda anga lake. Basi mtazamaji, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400 ambao sasa unatajwa Ulaya kwamba kama moja ya ulinzi bora wa anga katika karne hii. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.